Kwanza inabidi Simba wafanye kitu cha msingi sana ili kuruhusu bao katika lakini pia ukiwatazama kwa namna ambavyo Simba wenyewe wanautaka huu mchezo. Juzi nilikuwa nazungumza na Ahmed Ally kwa njia ya simu, akaeleza kwamba wanajua kwamba wanakutana na wapinzani wa namna gani, lakini ukiangalia rekodi za Stellenbosch wenyewe wakiwepo kule nyumbani kwao, ingawa pale walipo Durban pia nao sio kwao, pale nao ni wageni katika uwanja ule, lakini wakiwa katika ardhi ya South Africa wenyewe wanajiamini sana. Lakini pia ukiangalia ndio timu ambayo ina tajiri namba 1 Afrika Kusini kwa sasa. Kwa hiyo kama ina tajiri namba 1 Afrika Kusini, maana yake ni wazi kama vile Simba ilivyo na tajiri namba 1 Tanzania ambaye ni Mo Dewji. Kwa hiyo zinakutana timu zenye matajiri wawili wakubwa, kule tajiri namba 1 Afrika Kusini, lakini huko Tanzania Mo Dewji Afrika Mashariki na Kati pia akishika nafasi ya kuwa tajiri kubwa zaidi kuliko wengine. Sasa mchezo kama huu unaleta taswira fulani kwamba kuna radha ambayo inaenda kupatikana. Ukiangalia Simba tangu wamefika, wamekuwa na namna ambavyo wanafanya kampeni zao kwa sababu ya kuweza kupata matokeo, wakizungumza na mashabiki katika video mbalimbali. Na hata hapo jana nadhani ulikuwa unashuhudia meneja habari wa Simba Ahmed Ally mwenyewe akizindua Durban, kikundi cha Simba, mashabiki wa Simba wa Durban wenyewe wakasema ni mnyama ama wekundu wa Msimbazi wa Simba wa Durban ambao watakuwa na kikundi hicho. Sasa maana yake ni nini? Kwamba Simba inaongeza branch katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Lakini ukiangalia Fadlu, ili kuweza kupata matokeo kwa mchezo huu, ni wazi kwanza natakiwa waheshimu sana Stellenbosch, kwa sababu kama timu imeweza kufanikiwa kuweza kuwatoa Zamalek ambao ndio bingwa mtetezi. Kumbuka mchezo wa kwanza bao bila suluhu bila kufungana, alafu mchezo wa pili Stellenbosch anapata bao dakika za lala salama kabisa. Maana yake inaashiria kwamba hii ni timu ambayo inaweza ikapata matokeo. Kwa kama ni timu ambayo inaweza kupata matokeo popote, ni wazi Simba inabidi iwe na discipline kubwa sana. Ukiangalia Simba inamkosa beki wao bora kabisa Shemalon Fondo, ambaye ndio beki watu wa Simba walikuwa na matumaini makubwa kama huyu angekuwa ameanza, ni dhahiri shahiri pengine Simba ingeweza kupata matokeo kwa urahisi kutokana na utulivu wake ama utimamu wake wa mwili. Lakini sasa hivi hayuko fiti kiafya, ana majeraha hapa na pale, mfanyia upasuaji mkubwa sana, maana yake atakaa nje kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo hii sasa inatoa taswira kwamba ni Simba inaingia bila Shemalon Fondo, lakini Shamwa Karabwa ama Karabu tayari ameshali press vizuri, pacha yake na Hamza wanafanya vizuri pale katikati. Ukiangalia center back, alafu ukiangalia kule pembeni Shomari Kapombe namba 2 pia anafanya vizuri. Ukimwangalia namba 3 Zimbwe pia anafanya vizuri, ingawa ninaangalia katika mchezo huu simuoni pia Zimbwe akimaliza dakika zote 90. Inaweza ikawa kama vile mchezo wa kwanza. Unaona Nouma mara hii ana ubora mkubwa sana wa kuweza kushambulia. Faida ya Shemalon Fondo ni kubwa katika kuzuia, lakini kushambulia kwa haraka zaidi. Lakini pia ukiwa na mtu kama Mohamed Hussein Zimbwe, huyu ni beki ambaye mara nyingi anazuia zaidi kuliko kushambulia. Na mchezo huu Simba unahitaji kuzuia zaidi kuliko kushambulia. Ingawa hatutosita kuona kwamba ama hatutostuka kuona kwamba Simba ikiwa inashambulia kwa target alafu anajilinda zaidi. Lakini huyu ukimzungumzia Nouma, yeye mara nyingi anakaba na kushambulia. Kwa kama Simba inataka kuweza kushambulia zaidi kuliko kukaba, basi ningeona Fadlu angemtumia Nouma. Lakini kwa sababu Simba inahitaji kukaba kuliko kushambulia, ni wazi kwamba namba 3 vile ataanza Zimbwe. Zimbwe ana faida kubwa sana pale nyuma, hususan kwenye safu yake ya ulinzi. Lakini sasa hivi pia siku zinazozidi kuendelea, naona nadhani umri pia nao unaanza kwenda, kwa hiyo hawezi kumaliza dakika 90. Kwa hiyo unaona mpaka dakika 60 70 hapa, kama itakuwa ni bado suluhu bila kufungana, nitaona pia Fadlu atamuingiza Nouma ili kuweza kumsaidia Zimbwe atapumzika. Uwezi kuona Shomari Kapombe akipumzishwa alafu nafasi yake waingie bwana mdogo Duchu au nani, kwa sababu tayari Shomari Kapombe bado gari limewaka vile. Kwa hiyo nadhani utakuwa ni mchezo mzuri sana kwa Fadlu, kwa sababu Fadlu pia faida nyingine ambayo Simba wanaipata, yeye pia ameshafundisha mechi timu nyingi za Afrika Kusini. Kwa mechi nyingi ameshacheza kule na kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo Simba wananufaika pia na Fadlu ambaye yeye tayari ameshakuwa kocha pale Afrika Kusini.
anavijua vizuri viwanja vya kule, anawajua wachezaji mmoja mmoja badala ya mwingine. Lakini ukiangalia Stellenbosch wenyewe, faida yao kubwa ambayo nimeipenda zaidi ni namna ambavyo wanarusha mipira yao. Wanarusha mipira kama kona. Ukiangalia faulu inaweza kufanyika katikati, mpira wa kurushwa ukatokea katikati, lakini wanarusha pale pale kwenye kiboksi cha 6-kwa-6. Manake wanakuwa na mipira mingi ya hatari kuliko Simba kwenye mipira ya urushaji. Ukiangalia Simba inabidi sasa wawe makini zaidi, wasio wanatoa mipira nje, kwa sababu hawa jamaa ukitoa mpira nje kwao ni kona. Yaani yote ukitoa katikati ya mstari kwao ni kona. Hawarushi nje. Simba mara nyingi wao wanarusha nje ya box, wanarudisha nyuma mpira yao, lakini hao wote ukiangalia inanikumbusha Young Africans. Alikuwa mchezaji anaitwa Mbuyu Twite, kama mnamkumbuka, yule Mkongo, alikuwa na urushaji ule. Lakini pia kuna bwana mdogo mmoja pia naye alikuwa pale Yanga, naye alikuwa anarusha vile. Lakini sasa hivi Simba haina urushaji huo. Kwa hiyo hii itakuwa ni advantage zaidi kwa Stellenbosch kuweza kurusha mipira na kuidondosha kuweza kuwachanganya Simba. Lakini Simba pia wameshajifunza, kwa sababu angalia kuna mechi walicheza na Kaizer Chiefs kule, wakanyukwa bao 4-0 kule Afrika Kusini. Walipokuja kwa Mkapa Dar es Salaam, tunakumbuka Simba wakapata ushindi wa bao 3, na dakika za mwisho kabisa John Boko nakumbuka alikosa bao la 4. Pengine wangeingia katika mikojo ya penalty, haijawa rafiki. Lakini pia wakaenda tena kukutana na Orlando Pirates, pia wakafungwa, wakatolewa pia. Kwa hiyo nadhani sasa ni zamu ya Simba kwenda hatua ya fainali. Ni zamu ama ni wakati wa Tanzania kuweza kuifurahia Simba. Ukimwangalia mchezaji mmoja mmoja, for instance ukiweza kumzungumzia ukaacha kumzungumzia mtu kama Elim Panzu amekuja Simba na kuifanya icheze tofauti sana. Ni mchezaji ambaye kwa sasa nadhani quality yake inazidi wachezaji wote wa Tanzania. Yaani yupo katika climax ambayo kila mtu akimtazama Elim Panzu unaona huyu ndiye mchezaji ambaye Simba imelamba dume. Kuna wakati Simba ilikuwa mikononi mwa Emmanuel Okwinyo, Mganda yule, ambaye kwa miaka mingi sana alikuwa ametengeneza ufalme pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini sasa hivi tunaiona Simba inakuwa ya Elim Panzu, kwa sababu ni mchezaji ambaye akabiki, ni mchezaji ambaye akishika mpira timu yote inaanza kukimbia kwenye mistari ya mbele. Yaani unajua uwanja una mistari, nikwambie tu ambayo wewe huwezi kuiona mtazamaji. Ule uwanja unavyoutazama una kashepu. Yaani ni kama vile tuseme kila sehemu una kaboksi kake. Kwa hiyo kwenye mchezo huu tunamuona Elim Panzu kama ataamka vizuri, basi Simba itaweza kupata matokeo. That's why unaona hawezi kukabika, anapiga anavyotaka, ana dribble mpira vizuri, anatoa pasi zake za mwisho. Na ukikumbuka mechi ya mwisho waliocheza, ni kweli tu Simba iliweza kushinda goli 1, lakini Elim Panzu alitengeneza nafasi 2 katika mchezo ule. Nidhani tu kwamba Simba wenyewe weakness yao ipo katika finish yao, kumalizia. Lakini Elim Panzu kila mchezo yeye ana uhakika kutengeneza mechi nafasi zaidi ya 2. Kwa hiyo huyu ni mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye amekuja kuibadilisha Simba. Sio mbinafsi, ana uwezo mkubwa wa kufunga, ana uwezo mkubwa wa kutoa assist. Kwa kama ataamka vizuri Elim Panzu, Simba itaweza kupata matokeo. Lakini mbali na Elim Panzu pia uweze kuacha kumzungumzia mchezaji kama Kibu Denis Kibdenga. Naye kama Kibu Denis Kibdenga ataweza kuamka vizuri na kuthibitishia ndugu mtangazaji kwamba Kibu Denis ana uwezo wa kuondoka na wachezaji kama 3-4, alafu yeye wakati anacheza kulia pengine Elim Panzu atakuwa kushoto. Maana yake mabeki watakuwa wameama, wachezaji wengi wataenda kumkaba Kibu Denis, wataacha space kwa Shinshazo ambaye mchezo wa mwisho ndio mchezaji ambaye aliwezesha Simba kuweza kuondoka na bao zuri la nyumbani. Lakini pia ndio mchezaji ambaye pia aliwafanya Simba kukosa furaha ya kuja kukishia hatua ya kutinga hatua ya nusu ya fainali, kwa sababu nafasi ya mwisho kabisa alikosa goli. Kwa mara baada ya kukosa tumeshuhudia mambo yamekuwa magumu. Simba imeondoka na goli 1, mashabiki wameshinda ama timu imeshinda lakini haina furaha. Ila kwa mchezo huu nadhani ni dhahiri shairi kwamba Simba ina kila kitu cha kuweza kupata matokeo. Wanavyocheza sasa hivi Fadlu ameshaipata first 11 yake. Yaani hata ukiamka usingizini utasema anaanza huyu anamaliza huyu. Shida kubwa inakuja tu pale finisher wao kidogo amekuwa sio bora, anachanganyikiwa aanze na Lionel Ateba au Desa Mukwala. Lakini kwa sasa nadhani moja kwa moja ataanza na Desa Mukwala ambaye sasa hivi ameshaaminiwa zaidi ya Lionel Ateba. Lakini Lionel Ateba pia kuna wakati walikuwa wanamlaumu tu, ila yeye ni mchezaji ambaye hata huko alipotoka hajawahi kuvuka goli 12, goli 10, amekuwa akiishia goli 10 kushuka chini. Ila huyu Desa Mukwala amekuwa anafunga goli mpaka 26. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mkubwa. Kwa hiyo kama Simba itamtumia, na nadhani pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, Desa Mukwala ndio mchezaji ambaye analipwa hela nyingi kuliko wachezaji wote.
Kwa nadhani ni mechi ambayo Issa Mkwara inabidi aonyeshe thamani ya wachezaji wote, wanatakiwa kumwamini yeye, lakini pia benchi la ufundi limwamini yeye, uongozi umwamini yeye, Tanzania imwamini yeye, kwa sababu ni mchezaji ambaye analipwa kuliko wachezaji wengine wa Simba. Nadhani itakuwa ni mechi yake nzuri sana kama ataamka vizuri.